Mahali hapa tunataka kuangalia watu watatu. Waamuzi 4 kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. 2. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini mfalme wa Kanani aliyetawala huko Hazori, na Sisera aliyekaa katika Harosheti wa mataifa, alikuwa amiri wa jeshi lake. 3. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Amen. Acha hapo tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfalme ambaye anaitwa Ehudi, ambaye ndiye alikuwa mfalme ambaye anasimamia wana wa Israeli wakati ule. Lakini mfalme Ehudi alipokufa, wana wa Israeli tena wakamwasi Yesu. Lakini Yesu akakasirika tena nao, akawauza kwa mfalme ambaye anaitwa nani? Yabini, mfalme wa Kanani. Na tunajua ya kwamba au tunafahamishwa katika maandiko ya kwamba katika mfalme wa Kanani ambaye alikuwa anaitwa Yabina, tulikuwa na tena mtu mwingine kiongozi alikuwa anaitwa Sisera. Na Sisera alikuwa msimamizi wa jeshi la yule mfalme katika hiyo taifa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Sisera ndiye alikuwa anasimamia jeshi ambalo linalinda hiyo nchi. Lakini tuna maandiko yanatuambia ya kwamba wana wa Israeli walilia sana tena wakamlilia Mungu, kwa sababu katika lile taifa wana wa Israeli walikuwa wanateseka sana. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walikuwa wanateseka sana katika hilo taifa, walikuwa wananyanyasika sana katika hilo taifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanatuambia kwamba nini? Walienda wakamlilia tena Yesu, wakamwambia Bwana, kwa sababu wanateswa katika ule mji, kwa sababu wanateswa na yule mfalme pamoja na Sisera ambaye alikuwa msimamizi wa jeshi lile. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walikuwa wanaonewa sana. Wana wa Israeli walikuwa kama watumwa katika ile mji. Wana wa Israeli walikuwa wanakosa amani. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walikuwa wamekosa amani. Tuendelee. Bora nabii mkewe Lapidoti ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Dibora kati ya Rama na Betheli, katika nchi ya vilima ya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. 6. Huyo akatuma mtu akamwita Baraka wa Abinadab toka Kedesh Naftali. Atokelezee kuwa jasiri katika utokelezee kuwa jasiri wa kutafute, ili uweze usimamie kitu fulani ambayo inasumbua jamii yako. Katika jamii yako kuna kitu inaweza kuwa ngumu, imetesa familia, imetesa babu yako, imetesa wazazi wako, imeingia paka kwako, imeingia katika uzao wako, lakini mtu wa kutokelezea tu katika familia na asimame amekosekana. Bwana Yesu asifiwe. Walijua ya kwamba mtu ambaye anaweza akasimama na akaokoa wana wa Israeli ni nani? Ni Baraka. Anapotembea pamoja na nani? Na nabii Dibora. Bwana Yesu asifiwe. Tuwai wana wa Israeli wanapitia machungu hadi wanakusha mahali mtumishi wa Mungu alipo. Lakini Baraka anasema aje? Baraka anaambia Dibora nabii ya kwamba kama tutaenda na wewe nitaenda, lakini kama uendi mimi sitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Kuna changamoto ambazo zinapitia katika maisha yako. Ndio lisha kuomba, unajua chochote unajua, na unajua hata
kwenu kuna madhabahu fulani, lakini kwa sababu yanakupiga kila wakati, una sauti ya kuongea, unahitaji mtumishi wa Mungu akuongoze kuingia katika hiyo madhabahu ili uweze kung'oa hiyo madhabahu. Mimi siende kwa sababu ya nini? Anajua yule Sisera ako na jeshi. Vile wewe unajua hayo maisha yako vile yanakupiga, unajua vile changamoto unazozipitia, hata wewe imekuwa ngumu sana kufaulu. Amen. Vile wanasema unaweza pata kazi ya pesa nyingi. Haleluya. Unaweza pata kazi ya pesa nyingi, lakini ukawa mtumwa katika hiyo kazi, kwa sababu hizo pesa zikusaidie na zikusaidie nyumbani, na hata huku Nairobi umekuwa mtumwa, nyumba unafungiwa, chochote kinakuwa ngumu. Kwa sababu ya nini? Umekuwa mtumwa, yale madhabahu ya nyumbani yanakupiga nyumbani, umekuja Nairobi yanakupiga. Sasa nani? Dibora anasema kwamba mimi siwezi enda nyumbani tena peke yangu kwa sababu yananipiga kila wakati. Kama tunaenda na wewe nitaenda, lakini kama ni peke yangu sitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Leo ndio ile siku ambayo Bwana amepanga kwa ajili ya mtu mmoja kufunguliwa mahali hapa, kwa sababu wana wa Israeli waliteseka, lakini walipogundua ya kwamba wanateseka, walienda mahali mtumishi wa Mungu alipo. Tuendelee tu. Chochote ambacho unapitia kitavunjika namna gani? Kitu ya maana jua ya kwamba unahitaji yavunjike, haijalishi ni njia gani, haijalishi zile shida ambazo unapitia zinavunjika kwa njia gani, lakini kitu ya maana ukue huru. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kitu ya maana, maisha yako yafunguliwe na ukue huru. Sasa nitasanya wana wa Israeli, akaanza kuwasanya kila mahali ili waende kule. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi wanaanza kuelekezwa na mtumishi wa Mungu, wameanza kupatiwa direction. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako kuna mambo unaweza ukapitia yakakuwa magumu sana, lakini unapokaribia mtumishi wa Mungu umwelezee zile shida ambazo unapitia. Wana wa Israeli walimwelezea wakafunguliwa, wana wa Israeli walimwelezea, lakini ikawa mapito katika maisha yao. Tesa maisha yako yanapitia magumu, sio kwa sababu yako. Unapitia machungu, sio kwa sababu yako. Leo maandiko yanasema ya kwamba mtumishi wa Mungu anaposimama katika madhabahu, yule mtu ambaye anatesa maisha yako anatiwa katika mikono yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho kimetesa maisha yako siku ya leo, maandiko yanasema kwamba Sisera anatiwa katika mikono yako, na Mungu anafunguliwa mahali hapa, na Mungu anakuwa huru mahali hapa, na Mungu anafunguliwa, anaenda viwango vingine. Leo atashuka, leo atakimbia kwa miguu, na ataenda hadi atakamatwa. Leo mtu atafunguliwa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli waliteswa, wana wa Israeli walipitia machungu, wana wa Israeli walipitia machungu. Anapokutenga sio ya kwamba amekuacha, unaporudi kwake anakufungua, unaporudi kwake anakukubali. Alikubali tena wana wa Israeli, aliwakubali wana wa Israeli. Sisera akajua ya kwamba amefaulu, akasanya vitu zake zote majeshi ili waende, lakini alipoona jeshi lake, Yesu alifadhaisha na magari yake yote. Sisera alikosa amani katika maisha yake. Sisera alikosa amani katika maisha yake. Siku ya leo, yoyote ambaye anatesa maisha yako, chochote ambacho kinatesa maisha yako, siku ya leo Yesu anafadhaisha. Siku ya leo Yesu anafadhaisha. Oh my God. Lakini Yesu anasema, andiko anasema kwamba nini? Yale magari yalipofuatwa, jeshi pamoja na zile vyombo vilikuja vikaanguka vyote, vikapigwa kwa upanga. Hakuna mtu yoyote aliyesalia hata mmoja kwa wale majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Vile
yule mtumishi wa Mungu anasimama katika madhabahu, anaanza na hicho ndiposa afikie yule aliyekuwa chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kufunguliwa hapa ndiposa yule aliyekufunga tumfikie leo Yesu anapofadhaisha mahali alipo. Bwana Yesu asifiwe. Sisera alitoroka, lakini nini, mambo haikuisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamwekelea kwa kipanji chake. Bwana Yesu asifiwe. Sisera akakufa. Kwamba kuna mambo ambayo tunapitia magumu, ya kwamba kuna mazito ambayo tunapitia, lakini kwa ajili yetu hatuwezi, lakini kwa kafadhaishwa na jeshi lake akakimbia mahali akajua ya kwamba amefika, lakini maandiko yakosema ya kwamba hakufika, ndio ilikuwa mwisho wake wa kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Wameanza na jeshi lake wakamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kung'oa mzizi, ukitaka kung'oa mtu unaanza na mzizi. Bwana Yesu anatesa maisha yako. Yoyote ambaye anakutesa katika maisha yako, asidhani ya kwamba amefaulu. Maandiko ya Tibora anaambia Baraka ya kwamba leo ni ile siku ambayo aliandaa, na wewe yule ambaye umekuja mahali hapa, mtumishi wa Mungu anaposimama na ulete mahitaji yako, Yesu Tibora anasema kwamba ni ile siku mtu anakombolewa. Ni ile siku mtu yanayokutesa yanaisha leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wameshafunguliwa. Yes. Wewe peke yako hauwezi. Wewe peke yako hauwezi kuondoa ile shida, kwa sababu inakuhangaisha nyumbani. Umefika huko imekuhangaisha. Sasa yule ambaye amebaki, unaweza ukamwambia ikafika ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwelezea chochote kinachopiga maisha yako yanafunguliwa, na yule mtu anaondolewa katika maisha yako. Ile shida inaondolewa katika maisha yako. Unakuwa huru katika maisha yako. Wana wa Israeli walikuwa huru, wakafurahia mkono wa Mungu kama juu yao, na wakawa washinde katika ile nchi ya Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wewe siku ya leo unapoamua vile wana wa Israeli walipokaa chini wakasema ya kwamba haya yamekuwa mazito, na hata wewe uko na uwezo wa kuenda mahali mtumishi wa Mungu alipo, umwambie yale ambayo unapitia, na yote magumu unayopitia yatafadhaishwa na jeshi, na yote itapigwa.